Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti. Wanauita muziki wa masela, muziki wa uswazi. Baadhi ya watumishi wanauita muziki wa kidunia. Kwake yeye anasema ni muziki anaotumia kufikisha neno la Mungu kwa masela, mabaharia na vijana wa kitaa. Kutoka kwenye ujana wa mtaani, pombe, sigara na starehe za dunia, mpaka kijana mwinjilisti mtangaza neno la Mungu kwa masela kwa kutumia muziki wa singeli. Vitu ni vingi sana ambavyo Ibilisi anatumia hasa nikiwa kama kijana mdogo kunipitisha kwenye mambo mabaya, makasino, smoking, kulewa. Wanamuita mwinjilisti wa masela, Evod Medson. Mzaliwa wa Ilemela jijini Mwanza, mwanafunzi wa diploma ya theolojia mwenye umri wa miaka 25 tu. Wewe ni kijana basi na shaka mwinjilisti kijana. Kuna shemeji yetu. Peace was Mungu ndo anatoa peace kali. Na ukitaka peace ambaye imenyoka mfuate Kristo tu. Kwa mara ya kwanza Ayo TV ilimuona kupitia mitandao ya kijamii na baadaye ikafanya upekuzi kumsaka ndani ya jiji la Dar es Salaam, mtaa wa Lumumba. Tunambamba na tuko naye hapa kuzungumza kinagaubaga zaidi. Naam, pasina shaka karibu katika miondoko hii na mimi Jerome Robert. Nataka kufahamu tu uinjilishaji wako ni wa namna gani? Namna ambavyo nainjilisha mtaani, ambavyo nafikisha ujumbe mtaani ni wa namna ambavyo haijazoeleka sana, lakini ni official sana kwa watu ambao wenye jamii ya watu ambao sometimes nakuta hawaangaliwi kwa namna wanaangaliwa, lakini si yani kama vile kuna namna fulani hivi ya kuwabagua. Sasa mimi ile kitu ambayo inafanya watu labda wanaacha kwa ajili ya kuwafuata wale watu wa magrupu fulani ambao katika jamii wanaonekana kama hawatakiwi kufikia, kuna namna zao za kuwafikia. Sasa mistari ambayo naitumia na namna ambavyo nawafikisha ndio nadhani labda haijazoeleka kwa watu wengi, jinsi ambavyo wamezoea wahubiri wanavyohubiri mtaani na jinsi ambavyo mimi nahubiri. Watu wanasema singeli ni muziki wa kihuni, lakini wakati nikitizama kwenye mitandao ya kijamii namna ambavyo ukiinjilisha hapa, sina shaka nikapata maswali. Iliweza vipi kwako mwinjilisti kasema ngoja niamue nifanye hivi? Okay, unaposema kwamba singeli kwamba ni muziki wa kihuni, sidhani kama kuna muziki wa kihuni, ila tu changamoto za waimbaji ndio ambazo zinaweza zikafanya watu wakatafasiri kama ni muziki wa kihuni. Muziki wote ule ambao ukiwekwa maneno ambayo si yanayofaa unageuka kuwa muziki wa ajabu. Umeona? Lakini muziki huo ukiweka maneno ambayo yanafaa kwa ajili ya kuelimisha jamii na kuwafikishia watu taarifa njema, unakuwa ni muziki wenye adabu. Kwa hiyo kupitia muziki huo watu wanaweza kautumia kwa vibaya, lakini pia watu wanaweza kautumia vizuri kwa ajili ya kufikishia ujumbe kwa hadhira. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba singeli ni muziki wa kihuni, maana kuna muziki na midundiko mingi ambao watu wameimba tofauti na singeli, lakini wameimba mambo ya ajabu. So mimi nadhani muziki hauna shida, ila shida ni kwenye kile ambacho kinatoka katika muziki. Na mara ya kwanza wakati umefikiria kutoka na namna yako ya uinjilishaji, mwinjilisti pasina shaka kijana kabisa, mapokeo ya awali yalikuwa vipi na nini hasa ambacho ulikifikiria kwamba mimi niende kwa namna hii? Ni kwamba kicho nifanya kabisa na kujishawishi kwamba kutumia labda muziki wa singeli kwa ajili ya kuwapata baadhi ya watu ambao katika milengo hiyo, ni kwamba kuna group la watu na jamii ya watu ambao wafikiwi. Sasa mimi nikaangalia namna gani ambavyo tunaweza kuwafikia watu wa namna hiyo. Inatakiwa kwanza tukacha mazingira yao, tuwafahamu walivyo, na pia tujue ni kitu gani ambacho kinaweza kukaunganisha kwa wepesi, ambacho kinaweza kukusaidia wewe mhubiri kufikisha ujumbe wako kwa mioyo yao ikiwa wazi. Unajua ili mtu apokee ujumbe wako lazima kwanza moyo wake ufunguke ili apate kupokea ujumbe, ile ujumbe apate kumbadilisha. Sasa tunaenda kufikia hadhira ambaye mazingira yake ambayo wanapitia au jinsi ambavyo wanapata furaha katika baadhi ya nyimbo ni mojawapo nyimbo ya singeli. Sasa namna ya kuwafikia, tunaweza kutumia muziki huo, lakini tukiwafundisha kwamba inawezekana kutumia muziki huo lakini kwa ajili ya kufikisha ujumbe ambao unatakiwa, ujumbe ni mzuri, kuwafundisha kwamba kizuri ni hiki na kibaya ni hiki, tuwaonyeshe. Sasa inakuwa ni wao kufuata kizuri
ama kufuata kibaya. Hii hadhira unayozungumza ni ipi hasa? Hasa ni kwa wale watu ambao wanaitwa kwamba ni watu wa mtaani, wahuni, masera, masinsera, mabaria. Yaani wale watu ambao mtaani wanaonekana ni wahuni, kwamba si vyepesi kuwafikia. Ndo asilimia kubwa ambao unadili na watu kama namna hiyo, kuprove kwamba wanafikika, sio kwamba hawezi kufikiwa. Pasina shaka unamaanisha kwamba hawa masela, wahuni wa kitaa kama wanavyofahamika na majina mengine kadha wa kadha kama mabaharia, umegundua vipi kwamba wanaupenda au wanapenda singeli na muziki ambao utakuwa rahisi kufikisha neno la Mungu kwao? Kicho nifanya nigundue ni kwamba before mimi kumpokea Kristo nilikuwa kama wao. Kwa hiyo mimi hainui ugumu wowote kufikia jamii ambao mwanzo nilikuwa kama wao. Lakini kwa neema ya Mungu tu ambayo imenifanya nikabadilishwa. Kwa kitu kile kile kinaweza kutumika kwa ajili ya kuwafikia. Kila jambo unaloamua kulifanya pasina shaka linaweza kuathiriwa kwa namna moja ama nyingine na watu wa karibu wanaokuzunguka, aidha likawa la mafanikio au wakakukatisha tamaa na kukudondosha chini. Hii inategemeana na mapokeo yao katika maamuzi yako. Ni kwamba baada ya kupata wazo hili la kuanza kufanya hivyo, mtu wa kwanza ambaye nimshirikisha kwanza kabla yote wazo hili, baada ya kuja kitu ambacho mara kwanza mimi nilikuwa naogopa kufikisha kwa namna hiyo, lakini sasa kutokana na namna ambavyo na kitu ambacho ninacho natamani kiwafikie watu wa namna hiyo, ikawa sina budi tu kutumia kama jinsi walivyo nipate kuwapata watu ambao niwashirikisha. Wapo wengine wahubiri wengine wenzangu, lakini pia wazazi ambao wananilea kiroho, yani nimaanisha mchungaji, hakuona kama ni kitu ambacho ni kibaya kwa ajili ya kufikia watu ambao vijana wenzangu ambao kidogo hawafikiwi, lakini wapo katika mstakabali wa mazingira hayo ya minanda, misingeri, mitaarabu. Mara ya kwanza ni wewe mwenyewe uliposti kwenye mitandao ya kijamii ama watu waliposti, na mapokeo kwenye jumbe na nini yalikuwa vipi? Nakumbuka mara ya kwanza sikuposti mimi, japokuwa nilikuwa nazo katika simu. Baada ya kupita katika mitandao ya kijamii nikazikuta baadhi ziko zinatembea sana TikTok. Kumbe nikatambua kwamba hiki ni kitu kizuri ambacho watu wengi wanakipokea, na kupitia kitu kizuri kinaweza kubadilisha pia jamii ya watu. Na mapokeo yao labda kwenye jumbe, comments zile zilikuwa zinasemaje, lau kadhaa ambazo unazikumbuka? Baadhi ya comment, kuna wengine wanapokea vizuri, kuna wengine ndio hivyo kwa sababu ni kitu kigeni. Kuna wengine wanaweza kusema tumeingiliwa katika injili, vitu kama hivyo. Kwa kuna comment za kupongeza na kuna comment za kukebei, na kuna uwezi kumfunga mtu katika mawazo akiwa anasema. Kwa kuna comment nzuri, lakini kuna comment pia za kuponda. Tumeingiliwa katika injili, halikukutia wasiwasi urudi nyuma sema hapa nimebugi? Lakini tia wasiwasi wowote. Hivyo ni vitu ambavyo tumevizoea. Hata kama ukifanya kitu kizuri, kuna vitu ambavyo huwezi kuwafikia watu wote na wote wakakupenda. Hata Kristo akupendwa na watu wote, na baada ya Kristo kuleta kitu kionekana ni kigeni kwa watu ambao wameshika mapokeo ya Torati na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa wao wanaona kigeni, lakini hapana, hakiwezi kuniumbisha wala kunitoa katika mstari ambao nimechagua kufanya. Na mara ya kwanza umeanza kufanya hii ilikuwa ni wapi na ilikuwaje? Mara ya kwanza ambayo nilianza kufanya hivi ilikuwa ni Kariakoo hapo mwaka jana 2025 nilianza kufanya, lakini before kufanya Kariakoo nilikuwa nafanya nyuma, lakini nilikuwa nafanya ile so official sana. Na kwa hiyo nikaja siku moja nikapata beat nikaipiga Kariakoo, nikaona kwamba vijana wanafurahia na wanapenda kitu kama hicho. Nikasema sio mbaya kuishi nao kwa sababu na hawa ni watu wanaompendeza Mungu, nataka tutumie kitu hicho kuwabadilishia. Zaburi ya 118 mstari wa 22 unasema, jiwe walilokataa waashi ndilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Usemi huu unafundisha kwamba kitu au mtu aliyedharaulika, kupuuzwa au kuonekana hana thamani anaweza baadaye kuwa muhimu sana au wa msingi mkubwa. Kutoka kuwa muhuni wa mtaani mpaka kuwa mwinjilisti, safari ya Evod ilikuwaje? Biblia inasema kila aliye na mwana, yani Kristo, ana ushuhuda. Kwa before kabla watu kuniona hivi nilikuwa si kama ambavyo nilikuwepo. Shetani anitumia katika mambo mabaya na maovu. Vitu ni vingi sana ambavyo Ibilisi anitumia hasa nikiwa kama kijana mdogo.
kunipitisha kwenye mambo mabaya, makasino, kuvuta vitu maovu, kusmoking, kulewa, kuona vitu kama hivyo, kukesha makasino, maklabu. Kwa hiyo katika mazingira yale machafu ambayo kwenye baadhi ya watu wanaona kwamba ni mazingira mazuri kwao wao, lakini kwake mbele za Mungu si mazingira mazuri ya kukaa. Kwa katika mambo kama hayo nilipitia vitu kama hivyo ambavyo ukivifanya unaonekana kama ni mjanja na unafanya starehe, lakini ni vitu ambavyo vinaangamiza na havifai. Kwa hiyo before kuwa hivyo nilikuwa mtu kama hivyo. Nilifuatilia miongoni mwa interview zako au mahojiano uliyowahi kuyafanya baadhi ya sehemu, ukasema kwamba ulikuwa hauendi kanisani pasi na shaka, na pamoja na hayo mambo ambayo yalikuzonga huko awali, sio? Nini ambacho kilikushawishi na ukasema nianze kwenda kanisani? Huwa anasema kwamba kubadilika ni swala la muda. Na ndio maana gasi mkate mtu tamaa. Yaani swala kubadilika ni swala la muda tu. Kilichonifanya nikaingia kanisani, na katika maandiko anasema, Kristo anasema hivi, si nyinyi mlionichagua bali ni mimi niliowachagua. Kwa kumjua Kristo au kuijua pendo la Mungu ni neema tu. Sasa anasema ningekewa. Kwa hiyo ile neema kikuangukia huwa haiangalii mazingira ambayo yamekukuta. Kuna wengine kwa wabaya kama mimi, lakini neema baada ya kuangukia ibadilisha. Mimi nilimpokea Kristo wakati nipo mchikichini. Wakati nipo mchikichini kwa sina wazo kabisa kuingia kanisani, lakini akaja mwinjilisti akanihubiri habari za Mungu, za upendo wa Kristo. Nikaamua kumpokea Yesu Kristo. Mpaka leo maisha yangu yamebaki kama historia kwa wale ambao walikuwa wanazijua tabia zangu za zamani. Hebu tueleze vizuri hapo, ulikuwa ukifanya nini hapo michikichini kwa wakati huo mpaka mwinjilisti akakukuta na kukupa neno hilo, ama ulikutana na vipi mpaka kupeana neno hilo? Pale mchikichini kwanza nilikuwa ni maskani. Mchikichini ndio sema hapo nilifikia baada ya kutoka Mwanza. Kwa hiyo baada ya kufika mchikichini pale nilikuwa najihusisha na biashara za ukangaji wa clips. Nilikuwa na kiwanda kadogo. Kwa wakati ambapo nilikuwa nakanga clips, yule mtumishi alikuja kupanga mageto pale. Sasa alikuja kupanga kwaje, wao akaenda koa Kigoma. Aliporudi na shemu, yule shemu ndo akaanza sasa kuniambia habari za Kristo. Ahmed, twende kanisani hivi na hivi. Nikawa namchenga. Sasa unajua ukweli, nendaje church kwa mfano. Umeona? Sasa kila siku ananiambia kama ni kelele ananisumbua. Akasema haina noma, basi shemu siku moja ni Jumapili tutaibuka kanisani. Sasa Jumapili ndo nikaibuka kanisani. Kuja church mpaka leo mzee, maisha safi ndani ya Kristo. Kwa tumshukuru shemeji. Tumshukuru shemeji. Mungu alimtumia shemu kunileta kanisani. Na nilipoingia kanisani kumbe nikaona kumbe church ni sehemu pazuri hivi. Kwa watu nje wanaweza wakachukua tafasiri nyingine tofauti na ambavyo wanaviona kanisani. Kuna wengine wanaweza kuona kuingia church kama ni ushamba, hasa si vijana. Unapoteza muda huko, unaenda kufanyeje? Unaye vipi kaingia kanisani? Lakini kanisani ni sehemu ambapo unapata mafundisho mazuri na unakuwa kiroho na kimwili. Kanisa linafundisha, ni sawa na hospitali. Linafundisha kila mtu anayekuja na ugonjwa wake. Na linatibu vizuri. Na siku ya kwanza sasa unaenda kanisani, matarajio yako yalikuwa ni yapi, kwamba siji nitakuta vipi ama itakuwaje, na ikakubadili kipi hasa ambacho kushika zaidi ukasema lazima nirudi tena? Kwanza kipindi natoka mchikichini na kuja chache Jumapili, cha kwanza nilijua hawatanipokea kwa namna ambavyo nilivyokuwa, kwa sababu nilikuwa nimevaa kwanza nguo za street, yani nguo ambazo ukiona unajua au kweli msincere au muuni, na mazingira ambayo nilikuepo, kwa sababu nilikuwa natumia vitu vikali. Kwa filter zangu zilikuwa ni nyeusi sana kwa sababu ya kusmoke sana cigarette. Kwa hiyo yani kwa ukiniona tu unajua hapa hata kama vitu vyangu ni viweke vizuri. Sasa jambo la kwanza kanisani nilikuwa nawaza kichwani, watanipokea kwa namna nilivyo? Ndio kitu cha kwanza, wasiwasi ambao nilikuwa nao. Lakini baada ya kufika hapa kanisani nikashangaa upendo wa Mungu sana. Watu wa kanisani wakanipenda, hasa baba mlezi ambaye anaitwa Deus Cheo. Baada ya kunipenda akanipokea na tukaanza maisha ya ibada na maisha kumtumikia Mungu. Ugumu sio kulitangaza na kulihubiri neno la Mungu ama kuingia mtaani na kutumia muziki wa singeli kufikisha neno hilo. La hasha. Hapa swali ni kwamba wahuni, masela, masistadu na mabaharia wanapata uponyaji? Kwa kile ambacho nakifanya, SMS zinakuwa ni nyingi, hasa kwa ambao vijana wengi ambao wanahitaji msaada. Unajua kitu ambacho kinakuwa ni kigumu ni kwamba vijana wanapitia katika station ngumu na wanakosa ni mtu yupi ambao anaweza kumwambia, ambao wanasharibiana lugha na mtazamo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawafanya vijana wengi washindwe kumkimbilia Mungu.
kwa akikutana na mtu ambaye yupo kama wao, lakini kuna kitu cha ziada ambacho amekipata cha kumfahamu Mungu, waga ni vyepesi kufunguka mawazo yao na kutaka msaada wa kiroho. Kwa hiyo SMS aga nazipata nyingi, lakini pia wapo vijana hapa kanisani ambapo wameona kile kitu ambacho nakifanya kwamba kuna Mungu mle ndani, wanahitaji msaada wa kimungu. Na huwa wanasema hakuna binadamu ambaye mpende Mungu, ni mifumo tu ya dunia ambayo sometimes imetufungwa, kwa watu wanakosa namna gani ya kuchomoka. Kwa baada ya kumwamini Kristo anakupa mifumo mipya ya kutoka kitaa vizuri kabisa. Kwa hiyo vijana wengi wananifuata, lakini wengine wapo chachi, wengine mikoani. Umeona bwana, kwa sababu tunafika mkoani kwa sababu ya internet. Kwa hiyo vijana wengi wanasema bro, natamani niwe kama wewe. Bro, mimi napenda unachokifanya. Wewe bro, kumbe inawezekana. Sasa vitu kama hivyo nakuwa na encourage watu wengine wamefungwa na maroho ya ajabu ya ibilisi, wako mtano wamekosa upendo wa Mungu, wanapitia drugs, wanapitia wameenda soba ikadunda, waambie na methadone zikadunda, wanawaambia watu Yesu ni zaidi ya soba, Yesu ni zaidi ya methadone. Kwa Yesu anaweza kila kitu. Naambia wanangu inawezekana. Church ndio sehemu ya kuishi. Anasema sawa bro. Kwa hapo wengi ambao wamebadilika. Na tutarajie nini sasa? Sasa hivi ni mwinjilisti, matarajio yako ni yapi katika uinjilishaji wako? Matarajio yangu ni Kristo kabla kufa na kufuka alisema kitu kimoja ambacho alituasa sisi ambao tunamfuata mlengo wake. Anasema shaiti habari njema enee dunia nzima. Kwa kitu cha kwanza mtarajia kwamba injili itaenea itapakaa Tanzania, East Africa paka nje. Hicho ni kitu ambacho lazima kila mtu afikiwe. Na ndio kitu ambacho na focus. Kila mtu lazima afikiwe. Ajue kwamba japokuwa napitia mazingira magumu, kumbe yupo Mungu ambaye ananipenda zaidi ya mazingira magumu ambayo napitia. Na tutarajia kwamba utatumia singeli kama ndo theme ama nyimbo zako kuu katika kuinjilisha. Sawa. Singeli huwa nabadilika kutokana na mazingira. Sometimes wanafanya injili pwani. Kwa pwani wanagonga hata taarabu. Nikifika kwa watu wa reggae tunaimba reggae. Nikifika kwa watu wa minanda tunagonga minanda. Nikifika kwa watu wenye zuku tunagonga zuku. Kwa hiyo sehemu ambapo watahitaji singeli tutaimba na tutamtukuza Mungu kwa njia ya singeli. Sehemu ambapo anahitaji taarabu tutamuimbia Mungu taarabu vizuri tu. Sawa. Wewe ni kijana basi na shaka mwinjilisti kijana. Kuna shemeji yetu? Swala la kuoa mimi bado sijaoa. Bado sijaoa rafiki yangu. Nyuma sijakuelewa. Kabla hapana, sikuwahi kuwa na ndoa. Amini shemeji yetu tu tunajua lazima uwe umeshaoa. Peace. Nyuma sikuwa na peace. Peace wazi Mungu ndo anatoa peace kali. Na ukitaka peace ambaye imenyoka mfuate Kristo tu. Mistari anasema ni nani mjaye mke mwema. Kwa Mungu anaelewa kuna peace kali zipo tu zimejifunda. Zinamhitaji mnyama mmoja ambaye atatulia vizuri na Kristo ili Yesu ampe hiyo zawadi. Unaisubiri. Kwa wewe kijana yoyote ambaye unasubiria peace ya Mungu, wewe tulia na Mungu vizuri. Kuna visu vikali vya Kristo vipo ambavyo vinapendeza. Umeona? So visu tu vya kupiga navyo picha na kupost Insta na sehemu zingine. Visu ambavyo vinaweza kuitunza ndoa. Yesu amevihifadhi peace kali za kwenda zimenyoka, zinazomjua Mungu, zimeshiba neno, zinakuombea unapotoka kwenda kufanya mitikasi na riziki yako inakuwa njema kabisa. Unamaliza na neno lipi kwa vijana ambao walikuwa kama wewe ama wako kama ulivyokuwa zamani? Kitu ambacho namaliza ni Yesu akasema kitu kimoja ni kwamba upendo ni kitu msingi ambacho kinabadilisha kila mtu. Nataka nikwambie kijana mwenzangu ambao ulikuwa kama mimi unapitia station ngumu kama hizo na unakosa namna gani ambavyo unaweza kuchomoka. Kitu cha kwanza jua kwamba Mungu anakupenda. Alafu kitu cha pili jua mawazo yanayokuanzia Mungu ni mema. Alafu kitu cha tatu jua kwamba Mungu hajakukatia tamaa. Kitu cha nne jua kwamba Kristo anahitaji kukusamehe dhambi. Alafu kitu cha tano fungua moyo wako ili apate kukusaidia. Kwa hiyo usikate tamaa. Tuondoke kisingeli basi. Muite Baria, wanamuita mchungaji mzee wa Masera. Huyu hapo kwesa. Unatamba kita una upendo. Yupo moja aliyekufa msalabani, katufutia makosa yetu sisi. Kwa heshima ya Mungu. Kwa heshima mabaharia tunaruka. Asante sana bwana, umekuwa nami Jerome Robert, lakini pia asante sana kwa saa wako mwinjilisti Evod. Amen. Pia Mungu akubariki sana. Asante sana.